Bunge ni chombo cha uwakilishi wa wananchi, ni chombo ambacho kinatakiwa kisimame kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa, maslahi ya wananchi. Inapofika mahala kwamba wananchi wanatekwa, wanauawa, halafu chombo cha uwakilishi cha kuwatetea yani kinaonekana kwamba hakijali, kinawapuuza, hilo ni tatizo kubwa zaidi. Na inakatisha tamaa pale mtu kama yeye ambaye ni spika wa bunge anapofika mahala anapokumbushwa jambo kubwa kama hili, badala ya kupokea yale maelezo ikaonekana kwamba ameyazingatia na kwamba atayafanyia kazi, yeye anasimama anatoa taarifa ambazo kama leo hii tunavyozungumza hapa sasa zinakanushwa kuonyesha kwamba kile anachokizungumza sio sahihi. Madai ya kwamba bunge halijapata taarifa kwa usahihi, sisi tunamthibitishia kwa maelezo kama haya. Akienda kwenye Hansard za bunge mwaka 2018 atakuta maelezo ambayo yametolewa na wabunge yakina ushahidi wa kutosha. Na taarifa hii hapa wametajwa watu kama 3-4, lakini taarifa ilikuwa ni kubwa. Ilikuwa inahusisha watu zaidi ya 380 siku hiyo ilipowasilishwa bungeni kwa ujumla. Akizungumza nasi Sheikh Ponda ambaye ni katibu mkuu pia wa viongozi wa Kiislamu, akiweza kuzungumzia ni hali gani ambayo kwa sasa nchi ya Tanzania imekumbwa na masakata mengi. Sasa akiweza kuzungumza na akiweza kumpa dongo Dr. Tulia Ackson ambaye ni spika wa bunge wa Tanzania kwamba katika uwakilishi ambao wanategemea kabisa kwamba yani yeye ndo angekuwa na majibu kamili kuhusiana pia na mambo kadha kadha ambayo yamekuwa kiendelea katika taifa la Tanzania, ikiwemo swala zima la utekaji na watu kuweza kuuliwa, kwa sababu alizungumza kwamba kumekuwa na wimbi la watu wengi sana kupoteza maisha, yani akiweza kutoa idadi hata zaidi ya watu 500, na huku ikiwa ni sehemu pana ambayo bunge lingeweza kujadili na kuweza kutupatia majibu kamili kama sehemu ya wakilishi wa wananchi. Sasa ni swala ambalo wameweza kulitoa na kulizungumza wazi bila ya chenga, na huko akiweza kumlaumu dhahiri shairi Dr. Tulia Ackson ambaye ni spika wa bunge la Tanzania. Sasa ni maoni na ni moja ya sera ambayo yeye mjaribu kuweza kuingizia kwamba hajazungumzia kwa upande labda ili mradi yeye aweze kuonekana kama labda ni mwanasiasa ama anaingilia siasa, lakini anaamini kabisa kwamba yote ni sehemu ya maoni na ni sehemu ambayo pia pengine taifa la Tanzania inabidi liweze kupata majibu kamili kutoka katika bunge la taifa la Tanzania ambalo linawakilishwa pia na Dr. Tulia Ackson akiwa kama yeye ndo spika wa bunge. Kwa ni sakata na ni moja ya issue ambayo kwa sasa inahitaji majibu sana, na hatujajua kama je atajibiwa kwa hoja ambayo ameweza kuzungumza ama inakuaje. Lakini kwa mujibu wa kauli ya Sheikh Ponda ambaye ni moja ya mwakilishi vyema kabisa wa viongozi wa Kiislamu, akiweza kuzungumzia na kutoa maoni kwa vile ambavyo yeye anaona ni moja ya pendekezo yake binafsi. Sasa cha msingi tukutane kwenye comment ni Hatuboy Media.